ama kila kiongozi aanze kuelewa ya kwamba nchi hii ya Kenya ni yetu sisi sote. Nchi ikiweza kupata shida, na nafikiri hakuna atakayebaki. Kwanza katika upande ya siasa, bado kuna miaka miwili ambayo haijafika bado, ambayo bado tunakwenda mpaka tufikie 2027. Mnafikiri kama viongozi ama wa Kenya tutakuwa tumepoteza kiasi gani kama kila siku hiyo itakuwa ndio kazi ambayo tunafanya? Nataka kuomba kama msee tujaribu kuona tutafanya nini ili tusiweke nchi katika shida. Kama tukikuja kukata nchi kama sehemu kama wale wanayoita sisi mulima, na wale wasio wa mulima wataenda wapi? Mulima ikijengwa na nchi hizi zingine sisijengwe kwa sababu sio mulima. Nyinyi mtoke mkaenda mkajenga mlima na muache yenu, na yenu hapa sikiharibika, nyinyi wote mtahama kwenda katika mlima. Kwa hivyo hiyo ningetaka kuwashauri hata na wale wa mlima, huwa tunaishi pamoja na wao katika kila kona ya nchi hii. Wasifanya watu wajishukue kama wanaishi katika sehemu za wale wengine kama mlima. Wawe wanaishi kama ndugu sao, semeji sao, nini yao, na hiyo ndio inapaswa tufanye. Walikuwa hapa ile grupu ya wapinzani wakisema Ruto must go, Ruto miaka 5, na hii nyinyi mkisunguka miaka 2 kufanya hayo, wewe kama utakwenda kuingia siku moja, wewe utapata kuimbiwa nyimbo, utapenda uimbiwe nyimbo hiyo, kwa sababu utakuwa umefundisha Wakenya wengine na wengine wawe kasi hiyo ndio tutakuwa tukifanya katika siasa ya Kenya. Ningependa kuomba pia tunapofanya maandamano iwe ni maandamano ya amani, na naomba vijana wetu wanapoenda kuandamana wawe wakiangalia sana. Kuna magrupu inayotokea kupora watu, kufunja maduka, kushoma magari, kushoma vituo vya polisi, kuiba bunduki ya polisi. Sasa tutakuwa tunafanya nini kama tutakuwa tunafanya hayo? Ama kuna wale wengine ambao watakuwa wakifanya hayo? Hakuna siku tutasimama na kusema watu wapigwe risasi, sio wanyama. Si hata wanyama siku hizi wanakatazwa kupigwa wanyama. Ukipatikana umeua mnyama utapelekwa mahakamani na kushtakiwa na kufungwa. Kutukana rais na kuita kwa majina mabaya yote, wewe hutakuwa ni yule rais tu ambaye hutakuwa na heshima naye, utakuwa huna heshima hata na nchi yako. Mimi kwangu president wa nchi ni nembo ya nchi. Sasa wewe utakuwa wale wa nchi hizi zingine watafikiria nchi sisi tunakaa kama Kenya kwa njia gani? Wasiri wa CS wa Interior kuwa ulitoa shauri ati watu wakikaribia kituo ya polisi mpige risasi, ndio sio sawa. Lakini pia wale watu wakienda kushoma ile kituo cha polisi, na ile pia ni mtu pia, na yuko na amekaribiwa ili yeye kuoa, nafikiri atakosa kutumia ile silaha. Hii elimu ambayo mmepata kwa muda wa miaka 60 ambayo tumekuwa huru, si ni mmepata kuelimika na kuwa watu ambayo wanajusi, ama watu ambayo wanajua ni nini wanafanya na wanaenda wapi na walitoka wapi. Kuna Kongo hapa pia wamepatanishwa juzi na nchi hii ya Rwanda. Unafikiri wamepoteza maisha kiasi gani ya watu ama mali yao kiasi gani? Hata saa hii sio wao ndio watakuja kutumia rasilimali inayotoka katika madini haya ambayo inapiganiwa pale. Wale ambao wanasema tumekuja kupatanisha, wao ndio watakuja kushota hiyo rasilimali yao na kwenda kujinufaisha naye, na nyinyi mtabaki namna ile. Sisi hapa katika kaunti hii ya Narok tuheshimu gavana ambaye ni gavana wetu hapa sasa.
na tufanye hivyo katika kila kaunti. Labda awe mtu amekwenda vibaya, tuheshimu wetu hapa, Ole Ntutu hapa, Ole Lenku hapa, Kajiado, Lelelitu kule Samburu na wengine